Tumepata ripoti ya kwamba Matonya amekamatwa na ameshikiliwa katika mji wa Mombasa kwa kosa la kumbaka mwanamke na kumshika sehemu zake za siri bila ridhaa yake. Matonya ni msanii wa Bongo Flava na ni Mtanzania, lakini amekuwa mara nyingi yuko hapa nchini Kenya akifanya mambo yake ya hapa na pale. Lakini tabia hii wasanii wamekuwa wamezidi sana ya kutaka kutumia ustaa wao na kutumia majina yao ili kuwaingilia wanawake kinyume na ridhaa zao kwa kutumia ustaa wao, wakijua ya kwamba labda mwanamke atahadaika kwa sababu yuko na msanii. Hapana, maisha yaende hivyo, na sio kwamba we ni msanii ndio uvunje sheria. Ukiwa ni msanii, we ni kioo cha jamii, unatakiwa utunze heshima yako na usanii wako. Lakini mnapotumia majina yenu na usanii wenu kwamba mvunje sheria, mfanye matendo ambayo hayatakikani katika jamii, hili haliwezi kuvumilika. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wa Kenya, Waganda, wana East Africa na wasanii wote kwa ujumla, napenda kuwanasihi ya kwamba usanii ni kioo cha jamii. Usanii ni mahala ambako baadhi ya watu ambao si wasanii wanajifunza kutokana na usanii wenu. Kama ni nyimbo, mnaimba nyimbo za maadili, nyimbo nzuri, ili watu wapate ujumbe katika zile nyimbo. Lakini na matendo yenu pia yaendane na vile mnavyofundisha watu katika nyimbo zenu. Lakini matendo yenu yamekuwa ni mabaya sana wasanii. Mkishalewa, mnavuta bange, mnafanya mambo ya ajabu ajabu, sasa mnabaka. Matendo ya ajabu kabisa, hatakikani. Sasa hivi Matonya yuko ndani, yuko jela kwa kosa la kumbaka mwanamke nchini Kenya. Hivyo nimepiga story na jamaa mmoja baada ya kuposti video moja kwenye Instagram nikizungumza kuhusu Chief Godlove alivyonipigia simu na akazungumza kuhusu mambo ya Matonya. Sasa jamaa huyo alipoona akanipigia simu. Nimezungumza na jamaa mmoja anaitwa Abdurrahman Mudhihiri, ni mtu wa Tanga. Huyu jamaa ni mtu wa Tanga, anaitwa Abdurrahman. Pia kalalamika sana kuhusu mwenendo wa Matonya. Kalalamika vibaya sana, kumbe ndio tabia yake. Yani anaweza akaenda baa, akanywa, akalewa, alafu akakuita. Kisha baadaye kama vile anatoka tu, watu tunajua ni star, ni mwanamuziki, anarudi na amemwacha jamaa yake hapa, kumbe ni amekuweka bondi, yeye anakimbia. Kwa hiyo na hii imekuwa ni system ya wasanii wengi, wanatabia kwenda mahali wanaharibu, alafu wanakuita, wanakuweka bondi. Akishakuweka pale bondi, wewe ndio unaanza kulipa vile vinywaji. Amekuwa amekunywa vinywaji vya gharama, vinywaji vya pesa nyingi. Bado akishalewa anapata hisia za kwenda kulala na mwanamke. Anapoenda kulala na mwanamke anataka mlale bure. Na wanawake wa Kenya wanataka pesa. Bila pesa anakupa kesi hiyo ya ubakaji. Mwanamke anataka pesa. Wanawake wa Kenya, yani kiujumla tunaweza kusema Kenya hakuna ubakaji, hakuna kesi ya ubakaji. Ila ile ni dhuluma unakuwa unataka kuifanya. Maana wanawake wa Kenya ni pesa tu, wao wanataka pesa. Ukimpa pesa basi unamalizana naye. Basi hicho tu ndio Wakenya wanachokitaka. Lakini ukitaka kumwendea kinyume bila kumpa haki yake, bila kumpa pesa yake, anakupeleka jela. Anasema umembaka. Hata kama umemshika tu sehemu ya asili umetaka kumfanya lakini hujafanya, anakuambia umenifanya. Kwa hiyo wasanii tujifunzeni kutokana na matukio. Tukio la Matonya litufunze. Tukio la Matonya litufunze. Umesikia baada ya kuniita mimi hapo Park Road. Matonya huyo. Matonya nikamkuta na mafame hapo. Sasa baadaye nini Matonya ikawa kama kalewa, akamchukua ile demo akaingia hapo alikuwa na hoteli, kwenye hiyo bar hapa alikuwa na hoteli. Nimekaa hivi mimi nikajua ile bidi nilomkuta nayo pale kashailipa. Mimi nikafuatwa na waiter. Bili ipi? Bili alikuwa nimemkuta na Maines pale, kaagiza vinywaji yani. Yeye akanibwaga, kumbe kaingia huko juu. Hapa Blue Hat, unajua Blue Hat? Blue Hat hapo Park Road. Park Road, Blue Hat hapo. Najua. Hapo ikabidi bwana Matonya akaingia huko.
bwana nasikia makelele, kumbe yule demu amelala naye yule demu. Kulala naye, baada ya kulala naye akawa anataka pakee, ikawa Matonya pakee hana. Ilikuwa ni shilingi ngapi? Alimwambia demu anataka shilingi 5,000. 5,000 ya Kenya. 5,000 ya Kenya. Akamwambia bwana, ambayo ni sawasawa na 100,000 ya Tanzania. Ni sawa sana 100,000 ya Tanzania. Ikabidi bwana Matonya ikawa ile hela hana. Yaani Matonya kwa tabia hiyo sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Ashanifanyia hivyo vitu hata Mombasa. Au sio bwana? Huko Mombasa. Ina hiyo siku walikuwa tumeenda mimi na jamaa mmoja anaitwa Kachumbari. Panaitwa Masters. Unapajua Masters? Wapi? Wapi Nyali? Bamburi. Bamburi. Si huku nani kupitia huku Mtambo. Kupitia Mtambo hapo pana iko njiani hiyo Masters hiyo. Pia shafanya hivyo. Hiyo siku alikuwa tunaenda zetu Tanga, tukakutana na Kachumbari hapo, kaa tumelala hapo. Pia nikatokea Zegere baadhi ya wanawake. Akanatakiwa atoe hela ana anatumia ustawa wake. Yule mwanamke akapiga manduru, ikabidi mimi nimpoze, nikampa buku na 500, yani nikampa 1,500 ya Kenya. Ndio ile soa ikaisha. Akajifanya yeye kajifungia mlango, hataki kufungua. Ikawa hivyo. Na hata Rama alikuwepo hiyo siku. Rama msomi huo. Kwa hiyo huu ndio mchezo wa Matonya. Huo ndio mchezo wake Matonya, sio mara ya kwanza wala mara ya pili. Mimi mwenyewe kashanifanyia vituko Matonya vya hivyo kuwakimbia mademu, sio mara ya kwanza wala mara moja au mara ya pili. Huyo Matonya yaani sio kitu ni tabia yake, wala sio kutetwa. Na sasa akishalewa aweza akakuacha hata baa, akakuacha na bili, aweza akakupigia simu tu akakuita, ukajua rafiki yako kakuita, hebu mwende mkale happy nini, ukifika ukuta mabili mahines nini, afu yale mapombe makali. Yeye akitoka watu hawamzuii, wanajua huyu si ni star, huyo atarudi, afu kamwacha brazameni mwenzake hapa nini, atarudi. Ujue ndo kabwaga hivyo, ashabwaga sana kwangu mikononi hivyo. Yaani kwamba kama sina pakee ningeadhirika. Poleni sana. Kwa hiyo ndo hivyo bwana, hiyo ndo tabia yake huyo bwana. Tumteteeni, ni ndugu yetu, tusimuache. Lakini Abdurrahmani, huyo si ndugu yako wa Tanga? Wewe ni wa Tanga na huyu Matonya ni wa Tanga. Kwa nini unamuua namna hiyo? Simuui, nasema kitu ambacho kipo ili watu wengine wasifanye vitu hivyo, kwa sababu huo ni ujinga huo. Kwa hiyo unashauri ya kwamba mastaa wasipende kutumia ustaa wao, kwa sababu wasipende kutumia ustaa wao kuwanyanyasa kijinsia wanawake, kuwanyanyasa mademu wanawake, kuwanyanyasa kwa sababu ya ustaa wao. Hiyo ni kitu akipendezi katika dunia wala katika maisha yake uliokuwa nayo. Na hata kama ni ndugu yangu wa Tanga, sisi wa Tanga hatuna tabia hiyo. Sijui huyu kaitwa wapi. Sisi hatuna tabia hiyo Tanga. Wewe si Mdigo we? Mimi ni Mdigo. Matonya ni Mdigo. Matonya ni Msamba, ni Msamba. Kumbe yule ni Mshamba. Ni Mshamba. Ndio maana basi kumbe ni Mshamba, yule ni Mshamba. Ni ushamba huo, na ile Usambaa sio kwamba nini.